Habari mda huu mabibi na mabwana, karibuni tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu mbalimbali vya kupeana taaluma ambavyo vinahusiana na masuala ya kujua namna gani ya kuvitumia vifaa vyetu vinavyotumia umeme katika majumba yetu. Leo ni siku nyingine tena tunakutana tena katika kipindi chetu hiki. Mbele yetu tuna kifaa chetu hiki, kifaa cha kufanyia usafi katika majumba yetu. Jina la kifaa hiki kinaitwa vacuum cleaner ama mashine ya kufanyia usafi. Kwa hiyo leo nitachukua fursa hii kukueleza jinsi ya kukitumia kifaa hiki katika majumba yetu ili kusudi kiweze kudumu kwa muda mrefu, na vile vile kujua muda gani kinaelekea kuwa na madhara kwako ama kwa mtumiaji mwingine yoyote yule. Kwa kuanza kipindi chetu, napenda kuchukua fursa hii kukufahamisha sehemu zinazopatikana katika hii vacuum cleaner yetu. Sehemu mojawapo ambayo inapatikana katika vacuum cleaner yetu hii ni hii sehemu ya mkonge ama hii pipe kama unavyoiona. Kazi kubwa ya pipe hii ni kuzivuta takataka ambazo tunazisafisha katika majumba yetu. Na hii pipe ina sehemu mbili kama tunavyoiona. Kuna sehemu hii ya kutokea huku katika kichwa ama juu mpaka eneo hili la katikati. Kama utaangalia hii sehemu ni sehemu ya aluminium, ni sehemu ya kwanza, lakini sehemu ya pili kutoka hapa katikati mpaka juu hapa ya vacuum cleaner yetu ni pipe ya plastiki. Kwa hiyo hii ni aluminium, hii ni plastiki, ni sehemu mbili tofauti. Ili kuthibitisha kwamba hizi sehemu ni mbili tofauti lakini zote ni matumizi ni yale yale tunatumia katika swala la kuvuta zile takataka zetu, tunaweza tukazitenganisha hizi part mbili tofauti. Kuzitenganisha kwake ni hapa katikati tunavuta. Hii ni sehemu moja na hii sehemu iliyobakia ni ya pili. Matumizi ni yale yale tu. Tunatumia muda gani hii na tunatumia muda gani hii? Tunatumia hii kwa zile sehemu ambazo zina taka zetu zipo, labda tuseme ziko uvunguni, ziko mbali. Kwa hiyo tunapeleka mfano eneo kama hili hapa, tunaweza tukasafishia kwa kutumia hii hapa, au tunaweza tukasafisha huku uvunguni kwa kutumia hii vacuum yetu. Hili eneo ni kubwa, kwa hivyo hii inaweza ikapita huku kote. Lakini kuna sehemu nyingine hii haiwezi kupita. Mfano tunataka tusafishe eneo hili, lakini hasa ile eneo ni jembamba, hii haiwezi kupita. Sasa ndio maana hizi pipe zikawa zipo mbili. Eneo hili tutasafisha kwa kutumia pipe yetu hii hapa. Tunaweza tukasafisha kwa kutumia pipe yetu hii hapa kama unavyoona. Baadaye tutakuja kuelekezana au tutakuja kuonyeshana jinsi gani humu tunaweza tukasafisha wakati tutakapofika hatua ya kuipa power mashine yetu na kuiruhusu sasa kufanya kazi. Hapa nadhani sasa utakuwa umenielewa hii sehemu moja iliwemo katika vacuum cleaner yetu. Lakini vile vile tunaweza pia tukaidisconnect hii part iliyobaki kutoka katika vacuum cleaner yetu kwa kupress hizi pini mbili zilizokuwepo. Kuna pini hii hapa na vile vile kuna pini hii hapa. Sasa kuchomoa kwake hii ili kuachana na vacuum cleaner hapa ni rahisi sana. Una press kwa ndani kisha unavuta. Una press kwa ndani kisha unavuta. Ukitaka kurejesha vile vile press, tayari imeshakaa. Hautumii nguvu wala haihitaji nguvu. Ni kuzikamata tu hizi ukazibonyeza kwa ndani kisha ukazivuta. Hii ni sehemu mojawapo katika sehemu zilizokuwemo katika vacuum cleaner yetu.
Lakini vile vile vacuum cleaner yetu ina button mbili. Kuna button upande wa kulia kwangu na vile vile kuna button upande wa kushoto kwangu. Upande wa kulia kwangu button hii inafanya kazi gani na upande wa kushoto kwangu button hii inafanya kazi gani? Twende tuone sasa upande wa kulia kwangu. Hii ni power button. Power button manake ni kuruhusu hii mashine kupokea umeme kupitia hii cable hapa. Hii cable itakwenda kuplagiwa katika source ya umeme, mfano hapa. Sasa ili mashine yetu hii iweze kufanya kazi, tutaruhusu umeme kutoka hapa kupitia hii cable, umeme kuingia ndani ya hii vacuum cleaner yetu. Sasa ili mashine hii iweze kufanya kazi, hii button sasa ndio tunaitumia kuipa power mashine. Hapo itakuwa mashine imezima. Ukitaka kuiwasha utapress, na ukitaka kuizima vile utapress. Hii ni sehemu ambayo inatumika kwa ajili ya kuipa power mashine yetu. Sasa upande wa pili huu wa kushoto kwangu kuna button nyingine. Hii button inatumika kwa ajili ya kurejesha ndani huu waya wetu. Wakati tunapotaka kwenda kuplug, kuipa power mashine yetu ama vacuum cleaner yetu, tutalazimika huu waya kuuvuta taratibu ili kusudi tusije tukaukata ama kusababisha madhara mengine. Huu waya ni mrefu, utauvuta kwa kadiri ya wewe mahitaji yako unayohitaji. Lakini baada sasa ya kuuvuta huu waya, ukifanya matumizi yako, baada ya kumaliza huu waya utabaki kama hivi ulivyo. Sasa kwa matumizi ya kawaida, haya si matumizi rasmi ya kuacha waya ukakaa kama hivi baada ya matumizi. Inabidi huu waya unatakiwa urudi ndani ukae katika position yake uliokuwepo. Tunaurejeshaje sasa? Jambo la kwanza, utatakiwa huu waya wako unyoosha ili unyooke. Alafu sasa utakuja kuipress hii button chini, lakini sasa usije ukaiachia. Maana utaipress moja kwa moja. Utakapoanza kupress na huu waya vile vile utafanyaje? Utakuja zake ndani wenyewe automatic. Kama hivi unavyoonekana. Umeona? Waya huu unakuja zake ndani wenyewe kama unavyoonekana. Ukiuvuta hauna haja ya kupress hii button, unauvuta tu taratibu. Lakini ili huu waya urudi ndani, unalazimika hii button kufanyaje? Kuipress. Badala yake huu waya utakuja ndani. Hapa nadhani tumeelewa jinsi gani ya kutumia power button na vile vile kutumia hii return cable, jinsi ya kurejesha waya ndani. Lakini part nyingine ambayo inapatikana katika hii vacuum cleaner ni selector. Hii selector ni switch ambayo tuna select ile nguvu ya kuzivuta ama ya kuzinyonya taka kutoka eneo zilipo kuja ndani ya hii vacuum kupitia katika hii pipe yetu. Wakati hii cable ipo hapa na mashine inafanya kazi, tunavuta taka zetu. Sasa ile speed ya kuzivuta taka kutoka zilipo mpaka kuingia sasa katika pipe hii na kuja kuhifadhiwa humu ndani zinapohifadhiwa, ile speed sasa ya kuzinyonya zile taka tuna select hapa. Hapa ukiangalia katika regulator yetu kuna maandishi mawili. Upande wa kulia kwangu imeandikwa min kwa maana ya minimum, maana yake ni low speed. Lakini upande wa pili huku kuna max ambayo kirefu chake ni maximum kwa maana ya high speed. Sasa kadiri utakavyo hapa katika selector yetu ukiangalia kuna ka mstari haka ndio maana yake tuna point kama tunataka speed ndogo ama ya size ya kati, yani ni wewe mwenyewe sasa kulingana na taka ambazo unazivuta. Kwa hivyo utaselect. Kadiri utakavyokuwa una select
ndivyo kwenda kutoka katika minimum kwenda katika maximum, ndio zile taka ama zile uchafu utakuwa unavutwa kwa spidi kulingana na wewe. Na ukiweka spidi kubwa, maana yake taka zitakuwa zinavutwa kwa haraka zaidi. Ukiweka spidi ndogo, maana yake utakuwa taka zinakuja kwa spidi ndogo zaidi. Tutakuja kuoneshana wakati tutakapo kuipa power. Hapa nia na madhumuni ni kuoneshana hizi part na jinsi gani zinafanya kazi. Kwa hiyo hii ni selective switch ambayo inafanya kazi katika kuongeza speed ya kuzivuta hizo taka. Kwa hiyo nadhani hapa itakuwa tayari tumeelewana. Sasa zile taka wakati zinavutwa zinakwenda kuhifadhiwa humu ndani. Je, zinakwenda kuhifadhiwa wapi? Naomba tuwe pamoja ili kusudi ni kuoneshe zinapokwenda kuhifadhiwa hizo taka. Hii mashine yetu ina sehemu mbili. Kuna sehemu ya kutoka hapa katikati kuja kulia kwangu, na kuna sehemu ya kutoka hapa katikati kuja kushoto kwangu. Kwa maana kuna hii sehemu nyeusi, alafu kuna hii sehemu nyekundu. Hii sehemu nyeusi unayoiona humu ndani ndio engine ya hii mashine yenyewe. Lakini kutoka hapa kuja huku, hii sehemu nyekundu humu ndani ni storage. Maana ni eneo la kuhifadhia hizo taka ambazo zitatoka sehemu zilipo kuja humu ndani. Sasa twende tukaone humu ndani ni nini kilichokuwemo kinachohifadhia hizo taka. Ukitaka kufungua humu ndani, utapress hapa juu, utavuta kama unavyoona. Ukifungua hapa utakutana na hii begi ama huu mfuko mdogo. Hii ndio storage bag yetu, ambao ni mfuko unaohifadhi zile taka zinazonyonywa kutoka sehemu moja kupitia katika hii pipe, ambapo zitaingia hapa. Baada ya kuingia hapa zitaingia katika huu mfuko. Lakini sasa nataka nikuoneshe jinsi ya kuutoa huu mfuko na kuuingiza. Huu mfuko kuutoa kwake ni rahisi sana. Unanyanyua hapa, umeona? Unapanyanyua taratibu. Na hii sehemu ni laini sana, haihitaji nguvu. Unaweza hata ukanyanyua tu kwa vidole viwili kama unavyoona. Unanyanyua. Mfuko wetu ni huu hapa. Huu mfuko tayari umeshatumika na ndio maana ukakuta umetanuka. Lakini asili hasa ya huu mfuko unakuwa ni bapa. Kama unavyoona huu hapa. Mfuko huu ndio huu hapa. Unaotoaje huu mfuko? Hapa tayari tumeshaoneshana jinsi ya kutoa. Mfuko huu unaotoa hivi taratibu kabisa. Umeshatumika, umeshajaa. Hivyo ndio jinsi ya kutoa. Lakini vile vile kuingiza sasa. Hapa kuna mshale. Huu mshale huu utatakiwa uingie hapa. Unaingiza hivi taratibu mpaka uhakikishe kwamba imeshafika mwisho hapa. Then utakuja utauingiza taratibu kabisa. Hapa hitaji nguvu. Hapa tayari mfuko wetu umeshakaa. Huu mfuko kumbuka kwamba hapa una tundu. Tundu hii ukisha kuingiza tu hapa automatic tundu hii itakuja kuoana na tundu hii hapa wakati utakapokuwa umefunika. Maana yake ni kwamba hizi taka zitapita kutoka katika hii pipe hapa, zitatokezea katika tundu hii. Wakati umefunika hapa automatic hii sehemu itakuja kukava hapa, kwa hivyo zile taka zitadondokea katika huu mfuko kama zinavyoonekana katika mfuko huu ambao tuliutoa. Sasa hii ni mashine ya kusafishia vumbi na taka ndogo ndogo ambazo ziko dry. Tukizungumza dry maana yake ni taka kavu, sio taka mbichi. Sasa wakati hii mashine inafanya kazi yake ya kuingiza humu taka ndani, maana yake humu kutakuwa kuna vumbi ambalo linapotea. Kwa hiyo sasa huenda likaenda likaathiri hii mashine ndani. Kwa hivyo hapa kuna kitu kimedesigniwa hiki. Hii kazi yake ni kuzuia lile vumbi ambalo linabaki ambalo linazagaa humu lisiende likapenya hapa ndani likaenda likaiathiri humu ndani hii mashine yetu. Kama
unavyoona hapa. Hii ni kama air cleaner hivi. Linazuia hapa. Kwa hivyo unaweza ukatoa, ukaisafisha na yenyewe. Baada ya kuisafisha, ukairejesha katika mahala pake kama ilivyokuwa awali. Na vile vile hautumii nguvu, ni kuingiza tu taratibu mpaka kisha kufika hapo, basi unaweka kama ilivyo. Na huu ni mfuko wetu, tunakuja tunauingiza kama ulivyokuwa awali. Kama nilivyokuambia, hii ni mashine ambayo haihitaji nguvu katika kuifanyia marekebisho. Kwa hiyo taka zetu zitakuja, zitaingia hapa mpaka zikishakujaa, utaangalia kama umejaa, basi utatoa kama nilivyotoa mimi hapo na kuweka mfuko mwingine kama nilivyoweka mimi. Utafunga kama kawaida, tayari. Lakini vile vile mashine yetu upande wa pili huu wa nyuma kuna filter nyingine. Hii kama ni air cleaner vile vile. Hii kazi yake ni kuzuia vumbi ambalo lipo katika atmosphere lisiingie hapa. Wakati mashine yetu hii inafanya kazi, inakuwa ndani humu kuna propeller ama kuna feni ambayo ina cool hii mashine. Kwa hiyo sasa inakuwa inavuta baadhi ya kwa hiyo utafunga kama kawaida hapa ilivyo. Baada ya hapo itakuwa tayari mashine yako kwa ajili ya matumizi. Hapa pote nilikuwa na kuonesha parts ambazo ama sehemu za hii vacuum cleaner yetu, ili kusudi kuweza kujua hii maana yake ni nini, hii maana yake ni nini, hii maana yake ni nini na inatumikaje, jinsi ya kuingiza mfuko, jinsi ya kutoa mfuko. Sasa twende tukaipi mashine yetu power, halafu baadaye tuone ni jinsi gani inavyofanya kazi. Lakini mimi nitachukua hizi taka ambazo tayari zilishatumiwa humu kwa ajili ya kukuonesha mfano wa jinsi gani inavyofanya kazi. Hizi taka mimi nitazitoa, baadhi yake nitaziweka hapa juu ya meza. Hizi zote hizi ni taka ambazo zimevutwa na hii mashine. Unaona? Hizi zote ni taka ambazo zimetoka katika huu mfuko. Kwa hivyo mimi nitazitoa baadhi yao hapa kama unavyoziona. Hizi zote ni taka, mavumbi haya. Taka ni ndogo ndogo tu. Usije ukabanja vifuu vyako vya nazi ukasema kwamba unakuja kuvuta kwa vacuum hii. Haitakubali. Ni taka tu ndogo ndogo, kusafisha uvunguni mwa meza, uvunguni mwa kitanda, jikoni huko, mavumbi hivyo. Kwa hivyo hizi ni taka zetu. Sasa twende tukaipi mashine yetu power ili kusudi tuone jinsi gani inavyofanya kazi. Nimekwambia kwamba unaweza ukatumia hii peke yake nyeusi, ama unaweza ukatumia zote kwa pamoja. Lakini mimi hapa nitakuonesha jinsi gani ya kutumia hii peke yake, alafu baadaye nitaunganisha, nitakuonesha jinsi gani ya kutumia zote mbili kwa pamoja na jinsi gani zinavuta. Kwa hiyo kwanza tutaanza kutumia hii, alafu tutakuja kutumia hiyo nyingine iliyobaki. Sasa tuanze kwa kuplug mashine yetu. Tunavuta huu waya kama nilivyokuelekeza mpaka sehemu ambayo tunafika. Sisi sehemu yetu ni ndogo. Kwa hivyo tunaweka hapa. Tayari. Baada ya hapo tunashika pipe yetu hii. Na hii ni selector. Nilikwambia kwamba unaweza ukaselect ama kuchagua speed ya kuzivuta hizi taka. Kwa hiyo tunawasha mashine yetu. Tunawasha mashine yetu. Baada ya kuwasha mashine yetu hapa mashine yetu tayari inafanya kazi. Sasa tuko kwa ajili ya kutaka kuzivuta taka. Unaona? Hapa zinavutwa taratibu taka. Kama unavyoona zinavutwa kwa sababu hapa tumeselect zero. Unaona hapa tumeselect speed ndogo na ndio maana ukifika huku inavuta taratibu. Lakini sasa hapa sisi tunakwenda kila unaposelect hapa
mashine ilivyovuta kwa kutumia hii pipe nyeusi peke yake. Sasa twende tukaconnect na hii kubwa hapa ya aluminium kama nilivyokuambia, una press hapa, lakini na vile vile hii ukitaka kuifanya kuwa fupi, hii button hapa juu, unaipress kwa mbele, alafu hii unaiingiza ndani. Unaona inapokuwa fupi, umeona? Ukitaka mwenyewe unaongeza ama unapunguza. Kwa mfano mimi nataka nitumie mpaka hapo. Nikishaona hapa ndo size ninayotaka, naachia hii button. Nikiona bado ni fupi, nataka niongeze tena, basi na press mbele hii button, naisukuma mbele bila kuiachia, alafu naweka size ambayo ninayo itaka mimi. Mimi nitatumia size hiyo hapo kwa sababu sehemu yangu hapa ni fupi. Baada ya hapo nitaweka takataka zangu hapa kwa ajili ya kukuonesha wewe. Nitamimina hizi taka hapa kwa ajili ya kukuonesha wewe mpenzi mtazamaji na unayenifuatilia katika kipindi hiki, kukuonesha jinsi gani hii vacuum cleaner inafanya kazi. Hizi zote ni taka ambazo zilikuwa zimevutwa hapo awali, na zitoa tena kwa ajili yako mpenzi mtazamaji wangu, mpenzi mfuatiliaji wangu. Na vile vile usisahau kushare, kusubscribe na kucomment ili kusudi kujua madhaifu yetu yako wapi na mapungufu yetu yako wapi na wapi tuboreshe. Baada ya kuziweka hizo taka, nakwenda kuwasha tena mashine yangu. Hapa kama nilivyosema awali, zetu zote hazipo tena, zimesha nyonywa na vacuum. Ndani tumejionea kwamba taka zetu tulizoziweka hapa tayari zote zimeshavutwa kupitia katika hizi pipe zetu na tayari ziko ndani ya vacuum. Lakini pale mwanzo nilikwambia tunaweza tukatumia hii ama tukatumia hii hapa. Naomba sasa tukatumia hii hapa ili kusudi tuone jinsi gani taka zinavutwa kwa zile sehemu ambazo haifiki hii pipe yetu. Kama unavyoona hapa kuna vumbi lipo nimeliweka hapa. Kwa hivyo naomba sasa twende tukaone jinsi gani vumbi hilo